Tukianza na taarifa yetu kwa ambapo vyombo vya habari vya Iran vinasema kwamba mashambulizi ya Israel na Marekani yalilenga vituo viwili vya gesi pamoja na mabomba nchini humo saa chache tu baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba atasitisha kwa muda mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Kuna matumaini kwamba timu ya mazungumzo ya Marekani akiwemo mjumbe maalum Steve Witkoff na makamu wa rais JD Vance wanaweza kukutana na maafisa wa Iran wiki hii nchini Pakistan. Ikulu ya White House haijakanusha ripoti hizo, ingawa Iran imepuuzilia mbali madai kwamba mazungumzo tayari yanaendelea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan ameiambia BBC kwamba nchi yake iko tayari kuandaa mazungumzo ikiwa pande zote mbili zitataka mazungumzo hayo. Zaidi na Mariam Mjahid. Iran na Israel zimekabiliana katika mashambulizi leo huku kukiwa hakuna dalili ya kumalizika kwa vita vya Mashariki ya Kati licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kuashiria mazungumzo mazuri sana ya kumaliza mzozo huo uliodumu kwa wiki 3. Vita hivyo vilivyochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyomuua kiongozi wake mkuu vimepandisha soko la nishati duniani, kuyumbisha uchumi wa dunia na kuenea katika maeneo mengine, hata kugusia katika mataifa yaliyo salama ya Ghuba. Jeshi la Israel limesema limefanya wimbi kubwa la mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Iran ambayo hapo awali yalishambulia jengo moja katika eneo la juu la Tel Aviv. Picha za shirika la habari la AFP zilionyesha mitaa iliyojaa vifusi na upande wa jengo la ghorofa 3 katika kitovu cha biashara cha Israel ukiwa umeharibika, huku waliohojiwa wa kwanza wakiwa na wasiwasi kusaidia angalau watu 4 waliojeruhiwa kidogo katika maeneo 4 tofauti. Kulingana na vyombo kadhaa vya habari vya Israel, polisi wanaamini kwamba uharibifu huo ulisababishwa na kombora la kivita lenye vichwa 3 hadi 4, kila moja likiwa na takriban kilo 100 za vilipuzi. Hapo awali vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa ndege za kivita za Marekani na Israel zilishambulia vituo viwili vya gesi na bomba la mafuta saa chache baada ya Trump kujiondoa katika tishio lake la kushambulia maeneo ya nishati. Akizungumzia kumaliza vita hivyo, Trump alisema utawala wake ulikuwa unazungumza na mtu wa juu ambaye hajatambulika, akionya ikiwa mazungumzo hayatafaulu katika siku 5 zijazo tutaendelea na mashambulizi. Ila spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf aliyeripotiwa kushiriki katika mazungumzo alisema hakuna mazungumzo yanaendelea, akimshtumu Trump kwa kutaka kuchezea soko la fedha na mafuta. Chombo cha habari cha Marekani Axios kiliripoti kwamba wapatanishi wa serikali Steve Witkoff na Jared Kushner wanaweza kukutana na ujumbe wa Iran kwa ajili ya mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku makamu wa rais JD Vance akijiunga nao. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt hakukanusha ripoti hizo, akisema madai kuhusu mikutano hayapaswi kuhesabiwa kuwa ya mwisho hadi atakapotangazwa rasmi na ikulu ya White House. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema hapo jana kuwa alizungumza na rais wa Iran Masoud Pezeshkian na kuahidi msaada wa Pakistan kuleta amani katika eneo hilo. Michael Kugelman kutoka Baraza la Atlantiki alisema Pakistan ni mojawapo ya nchi chache zilizo na uhusiano mzuri na Iran na Marekani. Mpatanishi wa jadi Qatar alisema Jumanne inaunga mkono juhudi zote za kidiplomasia kumaliza vita. Mariam Jahid, BBC Swahili. Na serikali ya Lebanon imemwagiza balozi wa Iran kuondoka nchini humo ifikapo Jumapili hii, mbali na kufuta usajili wake kama balozi. Wizara ya mambo ya nje ya Lebanon imemuita balozi wake nyumbani kwa mashauriano zaidi, ikisema utawala wa Tehran umeendelea na juhudi zake za kukiuka sheria za kidiplomasia. Serikali ya Iran inaunga mkono kundi la Hezbollah ambalo utawala wa Lebanon umetoa agizo kwao kusalimisha silaha zao. Raia wawili wa Lebanon waliuawa mapema hii leo kwenye mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel kusini mwa Beirut. Nchini Israel, majengo kadhaa yameharibiwa mjini Tel Aviv kufuatia shambulizi linalofanywa na Iran. Faidha Ngaga ana taarifa zaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa jeshi lake litachukua udhibiti wa kusini mwa Lebanon hadi mto Litani hadi tishio kutoka Hezbollah litakapoondolewa. Hii ni mara ya kwanza Israel kuthibitisha waziwazi mipango yake ya kushika takribani robo moja ya ardhi ya Lebanon. Katz amesema kuwa Walebanoni ambao wamekimbia makazi yao hawawezi kurudi hadi watu wa kaskazini mwa Israel wawe salama. Katz amesema jeshi lake linafuata mfano wa sehemu kama ya Gaza ama kama vile
Al Rafa ambako jeshi linaendelea kudhibiti baada ya kuharibiwa sehemu kubwa ya mji huo. All 5 bridges over the Litani. Njia zote 5 zinazoelekea katika mto Litani ambazo Hezbollah walitumia kusafirisha magaidi na silaha vimebomolewa, na jeshi la ulinzi la Israel IDF litadhibiti njia zilizosaidia ndani ya eneo la usalama hadi mto Litani. Up to the Litani. Israel imeambia serikali ya Lebanon kushughulikia tishio linalotolewa na Hezbollah na kuwapalilia silaha kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Beirut sasa imeagiza balozi wa Iran kuondoka nchini humo ifikapo Jumapili. Vyombo vya habari vya Lebanon vimearifu kuwa usiku kwa mkia leo ndege za kijeshi za Israel zilifanya mashambulizi 7 katika vitongoji vya kusini mwa Beirut na magharibi mwa Iraq. Kundi linaloungwa mkono na Iran lilishambuliwa kwa njia ya anga huku na mgambo 7 wakifariki dunia. Nayo Iran imefyatua mfululizo wa makombora kuelekea maeneo ya kati na kusini mwa Israel. Kombora moja lilitua katikati mwa Tel Aviv na kusababisha uharibifu. Timu za utafutaji na uokozi zimetumwa kushughulikia majeruhi. Watu 6 wamejeruhiwa vibaya. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha pia kulikuwa na athari mashariki mwa Tel Aviv na kusini mwa Israel karibu na Beersheba. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema kuwa watu zaidi ya 460 wamekamatwa wakidaiwa kuhujumu usalama wa taifa hilo na kujihusisha na mataifa ya Israel na Marekani. Pamoja na hayo, Iran imerusha makombora kadhaa dhidi ya Israel na kusababisha uharibifu na majeruhi mjini Tel Aviv. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa majengo 3 yameharibiwa vibaya pamoja na magari kadhaa kuharibiwa. Polisi wanaamini kuwa kilichosababisha ni kombora la aina ya cluster lenye vichwa vingi. Kila kimoja kina takribani kilogramu 100 za bomu. Wafanyakazi wa huduma za dharura wanaarifu kwamba watu 4 wenye majeraha madogo wametibiwa na kuruhusiwa. Mjini Lebanon, watu 2 wameuawa baada ya ndege za Israel kufanya mashambulizi 7 katika miji ya kusini ya Beirut. Upande wa magharibi mwa Iraq, kikundi cha kijeshi kinachoiunga mkono Iran kilishambuliwa kwa njia ya anga. Wakati huo huo, rais wa Ujerumani amevielezea vita vinavyoendelea nchini Iran kama makosa ya kisiasa yenye madhara makubwa yanayokiuka sheria za kimataifa. Katika hotuba ya moja kwa moja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo, Frank-Walter Steinmeier amesema anaamini kuwa hakuna kurudi nyuma katika uhusiano na Urusi, sawa na jinsi ilivyo hakukuwa na kurudi nyuma katika uhusiano na Urusi baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anasema anataka kuona mapigano yanakomeshwa katika eneo hilo haraka iwezekanavyo. Nikushukuru sana Faidha Ngaga kwa taarifa hiyo, msikilizaji, ambayo inaelekeza kwa ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Kuona maoni uliotutumia msikilizaji, nikushukuru Christopher Lalangole na Saide Juma Hemedi kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Kiza Kawamika uko kule Cape Town, Afrika Kusini, unasema unatupata vyema. Nikushukuru pia Munga Mwaduka kwa maoni yako, lakini vile vile kuna Molele Mrisi Rafael na Destiny Shokano. Shukuru Alfred pia na umetutumia ujumbe wako, na Ruben Moto unasema uko kule mkoa wa Kagera. Eneo lote la Afrika Mashariki ni saa 1 kasoro robo jioni. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 12 kasoro robo jioni. Matangazo ya Dira ya Dunia, habari kuu ni pamoja na Marekani na Israel zimeendeleza mashambulizi dhidi ya Iran licha ya Rais Donald Trump kutangaza atasitisha kwa siku kadhaa. Hii katika taarifa nyingine kwamba nchi nyingi barani Afrika huenda zikashuhudia uhaba wa mafuta, huku tajiri wa Afrika Aliko Dangote akionya kwamba watu huenda wakalazimika kuchukua hatua kama zile za wakati wa COVID-19. Naye rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amemkashifu vikali Rais Felix Tshisekedi akimshutumu kuwa anakiuka katiba, huku kukibuka maoni mseto. Na leo msikilizaji, tarehe 23 Machi ni siku ya kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu, maradhi ambayo yanaua zaidi watu 400,000 Afrika kila mwaka. Hii ni BBC.